Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Khairi Online TV na msikilizaji wa kipindi hiki muhimu kabisa cha update za wiki. Na ndani ya wiki hii tunakuletea vitu muhimu kabisa ambavyo walillahi alhamdu, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, vitu hivi vimeweza kutrendi katika jamii yetu hii ambayo tunaishi nayo. Na Khairi Online TV tumeamua kukuletea vitu hivi. Lengo kubwa ni kukuelimisha na kukufanya uweze kufahamu nini tunatakiwa tuyafanye kwa vijana wetu, kwa watoto wetu na malezi yetu kwa ujumla, namna gani ya kuweza kuwalea watoto wetu au vijana wetu. Na kama mlivyoona video ilivyoendelea kutrend katika jamii, lakini pia baadaye waziri Mheshimiwa Dorothy Gwajima alikuja akazungumza kuhusiana na tukio hili, ni kwamba kuna mabinti walimchukua mwanafunzi mwenzao, au mabinti ni wanafunzi wa chuo, walimchukua mwanafunzi mwenzao na kwenda kumfanyia vitendo vya unyanyasaji. Kumfanyia vitendo vya unyanyasaji, kitu ambacho hakitakiwi katika jamii. Kwanza kabisa ni lazima uwe na uchungu kwamba kitu hiki namfanyia mwenzangu, je, na mimi siku nikija kufanyiwa kama hivyo ningefurahi? Kwa ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia leo hii kuja kudadavua namna gani watoto wetu, namna gani ya kuwalea katika jamii yetu tukufu ya Kiislamu. Naitwa Khair Hassan Katanga, nikiwakaribisheni, karibuni sana katika kipindi chetu hiki muhimu. Katika kipindi chetu tumeona kuna mabinti takriban watatu ambao walimchukua binti mwenzao ambao ni wanafunzi, na wao wakiwa ni wanafunzi, na wakaingia naye katika chumba ambacho wanaishi na kumfanyia vitendo vya unyanyasaji, vitendo ambavyo havikubaliki katika jamii yetu tunayoishi, na hususan katika kisiwa hiki cha upendo na amani hapa Tanzania. Nisiongee sana, hebu twende ukatazame yale ambayo mabinti wetu hawa walioyafanya. Ni mambo mabaya na hayakubaliki katika jamii yetu tukufu hii ambayo tunaishi nayo hapa Tanzania. Karibuni kwa ajili ya kutazama zaidi. Toa sauti. Umefuatilia lini? Tarehe 11? Wapi? Sema umefuatilia lini? Nataka useme umefuatilia lini? Toa sauti. Umefuatilia lini? Umefuatilia mpenzi wangu lini? Usishike. Tarehe 11 umefuatilia wapi? Umefuatilia wapi? Hoteli. Hoteli gani? Haina jina. Hoteli zote za simu zako zote zina jina. Wapi? Mlikutana wapi? Mlikutana wapi? Umefuatilia wapi? Nataka kujua umefuatilia mpenzi wangu wapi? Baada ya mmoja kukublock, sijui kufanya hivyo. Why did you keep texting him another number? Kwa nini ulikuwa unamtaka mmoja? Yaani hizo effort ulizokuwa unakuna msongo mpaka watu. Toa sauti. Umefuatilia lini? Tarehe 11? Wapi? Sema umefuatilia lini? Nataka useme umefuatilia lini? Toa sauti. Umefuatilia mmoja lini? Umefuatilia mpenzi wangu lini? Usishike. Tarehe 11 umefuatilia wapi? Umefuatilia wapi? Hoteli. Hoteli gani? Haina jina. Hoteli zote za simu zako zote zina jina. Wapi? Mlikutana wapi? Mlikutana wapi? Umefuatilia wapi? Nataka kujua umefuatilia mpenzi wangu wapi? Toa sauti. Yeah. Watakao kuwepo, yani acha hivyo. Na post kwa watu kusema na Neema Rubazi. Si unajua story ishafika darasa zima hapo pembeni.
Lina, naomba wewe bwana kelele. Mary, naomba usinichome Mary. Lina, inose wewe. Mbona msinichome? Chome bwana huyu. Just do it in you. Hapana, I cannot do it. Binadamu suku. Hamna viongozi. Unaoga sasa? Mama mtu hujakoma. Nimechoka. Umechoka? Bado hujakoma, kumbe umechoka. Mama, nipe basi. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Oga hapo, tunataka tukwenda tuoga. Mpe kisu mami. Mama kisu changu. Chagua. Kunyolewa hizo begi. Mama kisu changu. Mama kisu changu. Nipe kisu. Mama kisu changu. Mimi sijui. Mama nipe kisu. Endelea. Yeye toka kupasha. Ai. Toka. Toka. Sasa atibu wao. Sio kanisa mshio wao. Sasa usikai. Usikai kwenye karibu yangu. Wewe. Nimekuona. Nikatania bana. I love your videos. Record it. Yaani hizo video ni za chuo kifungua tu Jumatatu. Video zako ninazo. Hivi unajua? Nakusubiria Monday. Monday nilisha. Kesho kutwa. Mbona nasema utaliona? Nitaziupload wewe usimishe mkono. Bado unataka nipite akupangia chumba. Hivi una kiwe? Usinikatafu na ushahidi luki. Nakwambia kitu nitakuze. Wewe. Yaani nikatekea mtu akijua. Zile chupi na nani anakula chupi? Si Trix. Mmoja kwa mmoja amekula chupi mmoja. Sema. Tunambia Trix. Kwa nini danganya? Kuna siku mkunyima chakula ndani? Unaomba nikunyima? Kwa nini umenifanyia hivyo? Kwa nini umenifanyia hivyo? Nati. No, it's okay. Mary, no, postafuna wenzangu. Mary, no. Mary, no. Nakuomba. Kwa nini? Basi sawa, umeleta. Kwa nini umevua nguo mbele ya mke wako? Is he your boyfriend? Au unakachana hilo? Is he your boyfriend? So why did you do that? What are you doing? Are you done? I'm talking to you. Is he your boyfriend? Why did you do that? Kwa nini ulifanya hivyo? Na kubabu kama uongea bagi. Ilitokea? Why did you do that? Usisogelee. Hilo si tu linakiuka misingi ya utu na heshima ya binadamu, bali pia linaonyesha namna baadhi ya wasomi wetu vijana wanavyokosa maadili, nidhamu na uelewa juu ya haki za binadamu na sheria za nchi. Kitendo hiki ni kinyume cha mikataba mbalimbali ya haki za binadamu, lakini pia ni kinyume cha katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria mbalimbali za Tanzania tulizonazo nchini. Katika tukio lingine lililotokea mnamo tarehe 21 mwezi wa 3 2025, eneo la Baghdadi Mafinga, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, wanawake 4 walimshambulia mwanamke mwenzao na kumjeruhi sana na tuhuma nzito ambazo zilikuwa zikijikita kwenye masuala ya mapenzi. Tukio hilo lilitolewa taarifa polisi, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Sisi kama wanawake, mawakili na wanasheria tunasisitiza kuwa udhalilishaji na ukatili huo ni kosa la jinai na haliwezi kuvumiliwa kwa namna yoyote ile. Naam, mtazamaji wa Kheri Online TV, kupitia kipindi hiki cha update za wiki, kama mlivyoona, haya ni manyanyaso makubwa. Mabinti hao wamefanya manyanyaso makubwa kwa binti mwenzao, lakini ninachoshukuru sasa hivi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoendeshwa
au inayoongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan iko macho kila kona. Hakuna tukio baya litafanyika wakalifumbia macho. Tukio hili lilienea katika mitandao ya kijamii, na mbaya zaidi, mabinti wa siku hizi au watu wa siku hizi wakifanya matukio eti wanarekodi. Ni kama vile wale waliomfanyia unyanyasaji, ubakaji yule binti ambaye walimfanyia vitu vibaya kule Dodoma. Na yote haya ni masuala mazima ya wivu wa kimapenzi. Kule inasemekana kule Dodoma kwa wale vijana 4 wale, inasemekana kuna kibopa mmoja ndio aliwatuma wale vijana waende wakamfanyie ukatili mkubwa kabisa yule binti. Lakini bahati nzuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa macho na ikachukua hatua moja kwa moja, kiasi ambacho nchi nzima ilifurahi, wananchi walifurahi, kwa sababu haki ilitendeka. Binti yule alifanyiwa unyanyasaji mbaya, alibakwa, alifanyiwa udhalilishaji mkubwa. Ni miezi kadhaa baada ya hukumu, wanakuja wanatokea tena mabinti wanamfanyia binti mwenzao. Hii haikubaliki katika jamii, na sisi kama Kheri Online TV tunasema serikali yetu iendelee kutoa adhabu kali kwa watu kama hawa wanaofanya vitu vya unyanyasaji, ili jamii yetu yote tu tuna haki ya kuishi kwa amani na upendo na usalama, kama vile tunavyofahamu kwamba Tanzania ni nchi ya amani na ni nchi yenye upendo mkubwa. Haya tunayofanyiwa sio mazuri, sio mazuri. Sikiliza maneno aliyosema mheshimiwa kupitia andiko lake, Mheshimiwa Dorothy Gwajima ambaye ni waziri, aliyazungumza haya kupitia Kheri Online TV. Ebu tu yasikilize. Taarifa kwa umma kuhusu kukemea kuchukua hatua dhidi ya mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao. Dar es Salaam, tarehe 20 Aprili 2025. Ndugu wananchi, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nasikitika kuwapa taarifa kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 Aprili 2025 nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram zikionyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine ambaye kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na huyu binti wanayemdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo yao kama wanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetaja kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wametakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao atiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa, kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yoyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua nilizozichukua: 1. Nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi, ambapo pia atapata msaada wa kisheria ili haki itendeke.
2. Nawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatima za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. 3. Nawasiliana na waziri mwenye dhamana na elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito kwa wananchi kwa ujumla ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali. Tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Sain ya Dr. Dorothy Gwajima, mbunge, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi. Na baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Dorothy Gwajima kupitia maneno haya muhimu kabisa ambayo aliyaeleza, na ameongea kwa uchungu kabisa, na ameonyesha masikitiko kwamba nyinyi ni mabinti, mnatakiwa mfanye upendo, sio kudhalilishana, sio kudhalilishana kama walivyomdhalilisha binti mwenzao. Na tukwamie hapa katika habari hii, twende katika habari nyingine. Namu mtazamaji wa Kheri Online TV, tukienda katika habari nyingine ni kwamba wiki hii katika khutba ya Ijumaa, tulikuwa naye Ustadh Juma Said Rajab. Yeye katika khutba yake amekuja na khutba yenye kichwa cha habari kisemacho tathmini ya ibada ya swala baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiukweli ameidadavua vizuri, ni ule muda tu hatuna, lakini ukienda katika Kheri, ukifungua chaneli yako ya Kheri Online TV, utakutana na hutuba hiyo nzima ambayo ameeleza vyema kabisa Ustadh Juma Said Rajab kwamba baada tu ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwamba watu wamekimbia misikitini, ni kana kwamba watu walikodiwa kuja kufanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baada ya hapo watu wamekimbia kabisa, hawaonekani ndani ya misikiti hapa Tanzania. Hii ni kutokana na bado imani zetu tumeziweka katika mazingira magumu, lakini pia mwezi mtukufu wa Ramadhani haukutusaidia kuweza kutufanya tuendelee kufanya ibada hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh Ustadh Juma Said Rajab amejaribu kututolea mifano mbalimbali, na lengo kubwa la kipindi chetu cha update za wiki ni kuweza kukupa wewe faida kwamba wiki hii kuna kitu gani kimetokea katika ulimwengu wa Uislamu, ulimwengu wa Kiislamu duniani. Basi miongoni mwa vilivyotokea ni Sheikh Ustadhi Juma Said Rajab kutukumbusha umuhimu wa ibada ya swala. Hebu twende tukamsikilize walau kwa sekunde kadhaa uweze kupata ile ladha ya khutba ambayo ukihitaji yote nzima, nenda Kheri Online TV katika channel yetu ya YouTube, utakutana na ujumbe muhimu kabisa kupitia Ustadh Juma Said Rajab. Karibu tumsikilize. Man la yuqimu salata fahuwa kafirun, man la yuqimu salata fala dina lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahadu ma bainana wa bainahum as-salah, as-salatu imadu din, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Tofauti iliyo kati yetu sisi na tofauti ya wale ambao sio katika sisi ni sala. Endapo Muislamu hatasimamisha sala,
huyo hana tofauti na asiyekuwa Muislamu kwa ijmaa ya wanazuoni. Jibril alayhi salam nazala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam waqala, Jibril alimshukia mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, la yatakabbalu Allahu min tariki salah, Allah hata mkubalia tariku salah saumahu, funga yake, wala sadaqatahu, wala sadaka yake, wala amalahu, wala matendo yake, wala zakatahu, wala zaka yake. Tariku salati mal'unun fi taurati wal injili wal zabur wal furqan, mwenye kuacha sala amelaaniwa katika Taurati na Injili na Zabur, lakini pia amelaaniwa katika Qur'an. Tariku salati, mwenye kuacha sala, yanzilu alayhi kulla yawmin wa laylatin alfu laana, mwenye kuacha sala inamshukia juu yake kila usiku na mchana, zinamshukia laana 1000. Wa alfu sakhatin, na matukivu ghadhabu za Allah 1000. Wa innal malaikata yal'anunahu min fawqi 7 samawati, na malaika wanamlaani juu ya mbingu 7. Lakini pia Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tariku salati laisa lahu nasibun min hududik, mwenye kuacha sala hana fungu lolote katika mafungu yako wewe. Walaisa lahu shafa'atun min shafa'atika yawm alqiyama, na hana yeye uombezi wowote katika uombezi wako wa siku ya Kiyama. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa Khairi Online TV, kama ulivyomsikia Ustaz Juma Said Rajab akitoa ujumbe wake muhimu kabisa kuhusiana na ibada ya swala. Lakini Khairi Online TV pia tunasisitiza kwa Waislamu wote ulimwenguni, Waislamu wote Tanzania, Waislamu wote mkoani Mbeya, kwamba ibada ya swala imesisitizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni ibada ya faradhi. Amali yako njema mbele ya Mwenyezi Mungu nambari 1 ni ibada ya swala. Tuache uvivu wa kufanya ibada, tufanye ibada ya swala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allah anasema inna salata tanhar 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala ilivyo swala inamkataza mja kutokana na mambo maovu na mambo machafu. Ukiwa tu mfanya ibada, imani yako inapanda, na kuna baadhi ya vitu vichafu ambavyo pengine ulitamani kuvifanya, lakini kupitia ibada ya swala ambayo unaifanya, Allah subhanahu wa ta'ala anaujaza amani, anaujaza huruma, anaujaza upendo moyo wako, na unaachana na vitu vichafu na vitu viovu. Hivyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayaanguki chini bure. Na ndugu zangu, tathmini tulioifanya Khairi Online TV, tumegundua kwamba watu hawawafanyii mazoezi ya mara kwa mara familia zao, watu wao wanaoishi nao ndani, katika kuwaelekeza katika kufanya ibada muhimu kabisa, ibada tukufu ya ibada ya swala. Ndugu zangu katika imani, swala anatakiwa aanze kuzoeshwa mtoto toka mdogo. Ana miaka yake 5, 6, 7, unamchukua mtoto wako, wao utaona kama ni kazi, lakini kuna kitu muhimu unammezesha yule mtoto, kinamuingia taratibu katika kichwa chake, katika imani yake, katika moyo wake. Atapenda ibada kuliko wewe utakavyofikiria. Hili ni zoezi ambalo watu wengi tunashindwa kulifanya. Unakuta ndani mzazi hashughuliki swala la ibada na watoto wake, yeye anashughulika yeye kama yeye. Anajisemiaga shekhe wetu Shekhe Dimoso, anasema Mwalimu Dimoso anasema
unakuta nyumba ya familia ya watu 10 anayeswali ni mtu mmoja tu, baba peke yake. Yaani ni kana kwamba eti yule baba ndio mwakilishi wa jimbo lile la ndani pale. Yaani baba anapokwenda bungeni, anapokwenda msikitini, ni kama vile mbunge anakwenda bungeni kwenda kutuwakilisha sisi wananchi wake. Sasa hii haikubaliki. Muislamu, hakikisha familia yako inafanya ibada. Anza na wewe, mkeo au wake zako, watoto wako, baadaye utoke na kwenye jamii nzima. Kama itatokea unafanya tofauti na hapo, basi ujue kuna makosa makubwa unayofanya, na utakuja kuulizwa siku ambayo yataulizwa maswali mazito na magumu kuweza kuyajibu. Haiwezekani wewe unaamka alfajiri kwenda kufanya ibada, watoto wako unawaacha nyumbani, tena wengine baligh kabisa unawaacha nyumbani, mkeo ushughuliki naye, unafanya ibada wewe kama wewe. No, mzazi wa kiume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ni viongozi kwa wanawake. Sasa kama mwanaume ni kiongozi kwa mwanamke, basi yapaswa katika uongozi wako uhakikishe swala la kwanza la ibada linachukua nafasi kuliko vile inavyoonekana. Kwa hivyo tunasisitiza, ndugu zangu, kama ulivyosikia ujumbe wa wiki hii katika khutba katika mimbar Al-Masjid Al-Bara ibn Azib, msikiti uliopo pale Isanga kwa Sheikh Duru, ujumbe ndio ulikuwa wa wiki hii ambao Ustadh Juma Said Rajab alituachia. Twende tukamalizie taarifa ya mwisho, mpenzi mtazamaji wa Khairi Online TV. Naitwa Khairi Hassan Katanga. Tuendelee na kipindi chetu kwa kumalizia insha Allah. Mtazamaji wa Khairi Online TV, kwa kumalizia kipindi chetu ni kwamba tupo katika mwezi wa Shawwal, tarehe za mwisho. Kwa wale ambao hatujajaliwa kumalizia sita zetu au kufunga sita zetu, basi mwezi ndio huo unaishia. Lakini pia msisitizo kutoka katika uongozi wa mashekhe mbalimbali, mfano katika mkoa wetu wa Mbeya, shekhe wetu wa mkoa wa Mbeya Sheikh Msafiri Ayasi Njalambaha amesisitiza kwamba kwa wale ambao wapo katika maandalizi ya ibada tukufu kabisa, ibada ya hija, basi inapendelewa au inapendekezwa kwamba sawa, hata kama watatumia taasisi zao tofauti za kuwapeleka katika ibada hii tukufu ya hija katika nchi ya Saudi Arabia, basi waweze kuja katika uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mbeya kwa ajili tu ya kujitambulisha kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao nipo katika maandalizi. Insha Allah kwa mwaka huu nitakwenda kufanya hija katika miji mitukufu hili ya Maka na Madina. Uongozi umetoa hili, lengo kubwa ni kwamba kuweza kupata ile idadi muhimu ambayo watu watakao kwenda kule, kwamba na Mbeya tumetoa watu wangapi. Mfano mwaka jana walikwenda watu takriban kuanzia watu 8 na kuendelea, inasemekana walifika mpaka 11. Sasa kwa sababu kulikuwa hakuna ile dondoo maalum, kwa hivyo shekhe mwaka huu amekumbusha mapema, Sheikh Msafiri Ayasi Njalambaha, kwamba watu wanatakiwa waje wasogee katika ofisi za baraza, na namba za simu tutazionyesha hapo za shekhe wetu wa mkoa, kwamba kwa wale ambao wanajiandaa na wametia nia kwamba mwaka huu watakwenda katika kutekeleza ibada hii tukufu kabisa, nguzo ya 5 katika Uislamu, ibada ya hija, basi waje wajitambulishe. Na kwa wale ambao hawana taasisi ambayo wanayo ambayo itakayowapeleka kule, basi taasisi pia inapatikana, na insha Allah kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala itafanya matukio yote mazuri, semina mbalimbali kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada hii tukufu ya hija. Kwa hivyo shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Msafiri Ayasi Njalambaha, anatukaribisha katika ofisi yake na namba zake tutazitoa hapo. Lengo kubwa ni kuweza kupata ile idadi ya waumini
watakao kwenda kufanya ibada ya hija ndani ya miji mitukufu ya Makka na Madina kule nchini Saudi Arabia. Ndugu zangu katika imani, watukufu wa Islam, watukufu watazamaji, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Tukutane tena katika kipindi kingine cha update za wiki. Wabillahi tawfiq. Naitwa Khairi Hassan Katanga. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.